Hakika maisha yana fumbo kubwa. Hivi karibuni tumeshuhudia habari kadhaa kuhusu watu mbalimbali wakikamatwa kwa makosa ya madawa ya kulevya. Mambo ndiyo yamemkuta mwanadada huyu katika safari yake, safari ya ndoto iliyogeuka jinamizi la kifo. Leo ni siku ya mwisho kwa Margaret Nduta, mwanamke kijana kutoka Murang'a nchini Kenya, ambaye alikuwa na ndoto kubwa za kubadili maisha yake. Alitaka maisha mazuri, alitaka kutoka kwenye shida za kifedha, alitaka kusaidia familia yake, lakini badala yake alijikuta akihukumiwa kifo nchini Vietnam. Leo Machi 16 mwaka 2025 atanyongwa kwa kosa la kusafirisha dawa za kulevya. Kosa ambalo anasema hakujua kama alikuwa amelifanya. Lakini hii si hadithi tu ya mtu mmoja. Hii ni hadithi ya maelfu ya vijana wa Kiafrika wanaotafuta maisha bora nje ya nchi na kuishia kwenye mikono ya mitandao ya usafirishaji wa mihadarati. Hii ni safari ya Nduta, safari ya matumaini, ndoto na mwisho wa kusikitisha. Nduta alikuwa kama vijana wengi wa Kenya na Afrika Mashariki. Margaret Nduta Macharia alizaliwa huko Karikwe, kijiji kidogo cha Kiharu katika kaunti ya Murang'a. Alikulia katika familia ya watu wa kawaida. Mama yake Purity Wangari alikuwa mama wa nyumbani na mfanyabiashara mdogo wa mboga sokoni. Na baba yake alikuwa mkulima wa kahawa na mahindi. Margaret alikuwa mtoto wa tatu kati ya watoto wanne, na tangu mdogo alionyesha tabia ya utulivu na bidii. Alikuwa akifanya kazi na kuuza nguo za mitumba na kumsaidia mama yake sokoni, lakini pesa hazikuwa za kutosha. Alikuwa na ndoto za maisha bora, akiangalia watu wakiendesha magari ya kifahari mjini na kusema, siku moja nitakuwa kama wao. Lakini maisha ya kijijini yalikuwa ya changamoto na ndoto zake zikaanza kufifia polepole. Alitaka maisha mazuri, alitaka kusaidia familia yake. Alijua njia moja kuu ya kuyapata hayo, kazi ya nje ya nchi, Uarabuni na Ulaya. Hizi ndizo zilikuwa ndoto zake. Miji yenye mishahara mizuri, nafasi za kazi nyingi na matarajio ya kubadili maisha kwa haraka. Na kama ilivyo kwa wengi, alianza kutafuta mawakala wa ajira. Aliwaona watu wakiondoka kwenda kufanya kazi Uarabuni na kurudi na pesa nyingi. Hakutaka kubaki nyuma. Kwa hiyo alijiingiza kwenye mtandao wa mawakala wanaosafirisha watu kwenda kufanya kazi nje ya nchi. Nduta hakuwa na pesa za kutosha kulipia ada ya mawakala hawa, lakini alipoambiwa kuwa kuna nafasi ya kazi na angeweza kulipa baadaye, aliona huo ndio mwanya wa kutoka kwenye umasikini. Muda mfupi baada ya kuwasiliana na wakala mmoja, aliambiwa amepata. Hapa ndipo alipokutana na mtu aitwaye John. John alimwambia Nduta, nitakutuma Asia, utapata kazi ya starehe. Margaret alishangaa. Hakuwa amesafiri nje ya nchi hapo awali, lakini John alimwambia, huna cha kuogopa, utachukua begi moja tu hadi Lagos ukakutane na mwanamke mmoja huko. Hakukuwa na maelezo ya kina. Aliambiwa atapewa tiketi ya ndege, hati zote muhimu, na atakapofika ndio atajua atakapofanyia kazi. Ilisikika kama dili zuri masikioni mwa Margaret. Mama yake Purity alikuwa na wasiwasi. Margaret, huu ni mtu wa ajabu, usimwamini. Lakini Margaret alisema, mama, hii ni nafasi yangu mama, sitarudi masikini tena. Alipakia nguo chache kwenye begi lake la zamani, lakini John alimwambia, acha begi lako, nitakupa jipya la kusafiria. Alimpa begi jipya la rangi ya kijivu, na Margaret akakubali bila kuuliza maswali mengi. Labda alikuwa na furaha ya ndoto zake, au labda hakuona hatari siku ya safari ilipofika.
Alipofika uwanja wa ndege, alikabidhiwa hati za kusafiria. Alishtuka kuona jina la nchi Vietnam. Hakuwa na ndoto ya kuelekea Vietnam, lakini aliamini kuwa ili mradi kazi ipo ni bora kujaribu. Alikabidhiwa begi na akaambiwa atalipwa dola za Kimarekani 1,300 kwa kuwasilisha mzigo huo. Kwa mtu aliyekuwa na hali ngumu ya kifedha, pesa hizi zilikuwa msaada mkubwa sana kwake. Margaret alikubali. Alikubali bila kujua kuwa begi hilo lilikuwa tiketi yake ya kuelekea kwenye kifo. Hiyo ilikuwa Julai mwaka 2023. Aliaga familia yake, akaenda uwanja wa kimataifa wa nchini Kenya na akaanza safari yake. Alipitia Bole International Airport huko Ethiopia, Hamadi International Airport huko Qatar, na hatimaye akafika Tan Son Nhat International Airport huko Ho Chi Minh City, Vietnam. Nduta aliwasili katika uwanja wa ndege wa Tan Son Nhat mjini Ho Chi Minh, Vietnam mnamo Julai 14 mwaka 2023. Alikuwa amesafiri kwa masaa zaidi ya 20 akiwa amechoka, lakini na furaha ya kuona dunia mpya. Alikuwa amechelewa kidogo, lakini wafanyakazi wa uwanja wa ndege walimsaidia kukamilisha taratibu za uhamiaji kwa haraka ili awahi ndege yake ya kuelekea Laos. Lakini mambo yalibadilika ghafla. Wakati wa ukaguzi wa mizigo, maafisa wa forodha waliona kitu cha kutiliwa shaka ndani ya begi la Margaret. Wakaomba alifungue. Nduta bila wasiwasi akawaruhusu. Kilichofuata kilibadilisha maisha yake milele. Begi lake lilikuwa na zaidi ya kilo 2 za cocaine. Alipoambiwa hakuamini. Margaret alishangaa. Alisema, "Hii si yangu. Mimi siijui hii." Lakini polisi hawakumsikiliza. Walimfunga pingu, wakampeleka chumba maalum kwanza, na ndoto zake zikaanza kufifia. Hakujua chochote kuhusu dawa hizo, sababu pia ziliwekwa sehemu ya siri kwenye begi, lakini sheria haikujali kama alijua ama hakujua. Alikaa gerezani huko Vietnam kwa miezi kadhaa akiwa peke yake bila mtu wa kumsaidia. Familia yake huko Mulanga haikujua chochote. Walidhani Margaret alikuwa akifanya kazi ya starehe kama John alivyosema. Lakini Machi 6 mwaka 2025 kesi yake ilianza kwenye mahakama ya watu ya Ho Chi Minh City. Alijitetea kwa nguvu zake zote kwamba hakujua kama mzigo huo ulikuwa na dawa za kulevya. Margaret alisema mbele ya hakimu, "Mimi ni mwanamke wa kawaida kutoka Kenya. John alinipa begi hili, sikujua kulikuwa na dawa za kulevya." Alilia sana bibie Margaret akisema alikuwa amedanganywa, lakini mahakama ya Vietnam haikumsikiliza. Sheria za Vietnam hazina nafasi ya huruma kwa makosa ya mihadarati. Katika nchi hii, yeyote atakayepatikana na zaidi ya gramu 600 za heroin au kilo 2 za methamphetamine anakabiliwa na hukumu ya kifo. Nduta alikuwa na kilo 2. Alikuwa tayari ameshavuka kiwango cha msamaha. Mawakili wake walijaribu kuomba huruma ya mahakama, lakini waendesha mashtaka walisisitiza kuwa utetezi wake haukuwa na mashiko. Kwani sheria ilisema wazi, ignorance of the law is no excuse. Kutokujua sheria hakumpi mtu kinga dhidi ya adhabu. Mnamo Machi 6 mwaka 2025, mahakama ilitoa uamuzi wake wa mwisho. Nduta alihukumiwa kunyongwa hadi kufa. Hukumu ya Margaret ilitangazwa Machi 6 mwaka 2025. Alipewa siku 7 tu za kukata rufaa hadi Machi 12, lakini hakuna rufaa iliyofanikishwa.
Habari zikaenea mitandaoni na familia yake ikapata taarifa Machi 8 kupitia internet. Hawakuwa wameongea naye tangu alipoondoka Julai mwaka 2023. Mama yake Purity Wangari alilia mbele ya waandishi wa habari huko Karikwe akisema, mwanangu alikuwa mtu wa watu na ni mtu wa kanisani, hakuwa mhalifu. Alitaka maisha bora tu. Sasa anapaswa kufa kwa sababu gani? Familia yake ilisema Margaret alikuwa msichana wa bidii na walihisi alikuwa amedanganywa na John ambaye sasa hajulikani ni wapi aliko. Watu wa Murang'a walishangaa. Margaret Nduta, huyu alikuwa mtu wa kawaida sana, na anawezaje kuwa mhalifu wa dawa za kulevya? Wengi walisema labda alikuwa amewekwa kwenye mtego na mfanyabiashara wa dawa za kulevya, lakini mahakama ya Vietnam ilikuwa imeamua Machi 16 mwaka 2025 angeuawa kwa sindano ya sumu, yani lethal injection, njia ya kawaida ya Vietnam ya kuwaua waliokosa. Mama yake alisema, nataka tu nimuone kwa mara ya mwisho, hata akiwa gerezani hapa Kenya ni bora kuliko kufa akiwa huko mbali. Familia ya Nduta ilianza kuomba msaada kutoka kwa serikali ya Kenya. Seneta wa Kisii Bwana Richard Onyonka aliandika barua kwa Rais William Ruto Machi 14 akisema, tuwasiliane na Vietnam tumuombee huruma Margaret aweze kurudi Kenya na afungwe hapa badala ya kufa. Katibu wa mambo ya nje Coril Simoel alizungumza na naibu waziri wa Vietnam Nguyen Minh Hang Machi 16 mwaka 2025 akiomba hukumu isitishwe. Alisema, watu wa Kenya wana wasiwasi, tunaomba muda zaidi tupate suluhu juu ya hili. Vietnam ilisema wanaangalia ombi hilo, lakini wakati ulikuwa unapita kwa haraka. Saa 2:30 usiku Machi 17 kwa saa za Vietnam, kama sijakosea, ndio itakuwa siku ya mwisho ya Margaret kuishi. Lakini changamoto kubwa ni kwamba Kenya haina mkataba wa kubadilishana wafungwa na Vietnam. Kenya haina ubalozi nchini Vietnam. Sheria za Vietnam ni kali sana dhidi ya madawa ya kulevya. Serikali ya Kenya ingeweza kuingilia kati kidiplomasia, lakini bado nafasi haikufanikiwa. Hakuna dili na serikali ya Kenya kufanikisha kuahirisha hukumu hii mpaka muda huu. Nduta hakuwahi kufikiria kuwa ndoto yake ya maisha bora ingetamatika kwenye chumba cha kunyongwa. Alitaka tu maisha mazuri, lakini akajikuta ameanguka kwenye mikono ya mitandao ya madawa ya kulevya bila kujua. Hili ni funzo kubwa kwa wote wanaotafuta ajira nje ya nchi. Usikubali kusafirisha mzigo wa mtu usiyemfahamu. Chunguza kwa umakini mawakala wa ajira kabla ya kuamini ofa zao. Ofa zinaonekana kuwa nzuri kupita kiasi, zinaweza kuwa mitego ya kifo. Inauma sana, hasa ukizingatia Bibi Margaret hakujua lolote linaloendelea. Asante kwa kutazama video zetu. Kwa video hii na nyingine nyingi, tafadhali bonyeza alama ya subscribe, kulike na kucomment ili uwe wa kwanza kupata video zetu pindi tu zinapowekwa hewani. Asante.